Usiku ulikuwa mtulivu, taa za Beirut zikimetameta juu ya vilima vya Dahia. Lakini ndani ya studio ya Almana, hewa ilikuwa nzito kwa matarajio, kwani ulikuwa ni usiku wa Jumapili. Mwaka mmoja tangu Sheikh Naim Qasim achukue uongozi wa Hezbollah, mwaka wa majaribu, vita na uamuzi mgumu. Sheikh Qasim mwenye sura tulivu, lakini macho yanayochomoka kwa dhamira, alizungumza kwa sauti ya utulivu wenye uzito juu ya kusaidia upinzani wa Gaza, kwani alisema lilikuwa ni hatua sahihi, uamuzi wa moyo na akili. Kauli hiyo ilitanda studio nzima kama radi iliyotulia, ikiashiria kwamba mapambano haya hayakuwa ya watu wachache, ya kizazi kizima kilichokataa kunyongwa na hofu. Katika mahojiano hayo ya kina yaliyoandaliwa na Almana kwa heshima ya mwaka wake wa kwanza kama katibu mkuu wa Hezbollah, Sheikh Qasim hakutoa hotuba tu, alitoa falsafa, ambapo alinukuliwa akisema, Hezbollah ni mradi wa kimkakati wenye maono. Tunazungumzia maslahi ya watu, tunakabiliana na changamoto zote, iwe za kijamii, kiuchumi au hata zile za uvamizi na ukaliaji wa ardhi. Mwisho wa kumnukuu. Alisema kiongozi huyo, huku macho yake ya kijani mithili ya mwanajeshi awaye vitani. Alinyanyua uso wake akitazama mbali, kana kwamba anaona mipaka ya Gaza iliyozingirwa na moshi wa mapigano, huku akisema kwa kujiamini, na hapa namnukuu, upinzani kwetu si tukio la muda, ni njia ya maisha. Hatuchoki, hatuyumbishwi na uchovu, kwa sababu njia ya Hezbollah ni njia ya uvumilivu isiyo katika. Mwisho wa kunukuu. Maneno hayo yalihisi kama nadhiri, yakitoka kwa mtu ambaye si mwanasiasa tu, bali ni mlezi wa imani ya upinzani, huku akibainisha kuwa kutoka wapiganaji wa mstari wa mbele hadi familia zilizojitolea wamejitoa muhanga kwa ajili ya malengo yao. Huo ndio msingi wa nguvu ya pamoja. Kwa utulivu wa kidini na uthabiti wa kijeshi, Sheikh Qasim alieleza jinsi walivyoendesha mapambano kwa uongozi wa pamoja, baraza la ushauri, wapiganaji na watu walioungana kama mwili mmoja, ambapo alisikika akipaza sauti, si mimi pekee ninayeongoza Hezbollah, alisema huku akitabasamu kidogo, ni sisi wote na ni umma. Alipoulizwa kuhusu safari yake kwenda Iran wakati wa vita vya mwaka 2024, alitikisa kichwa pole, kisha akasema, sikuona haja. Huku kwa upole na hali ya utulivu alisema, ilikuwa ni wajibu wangu kubaki hapa, kusimamia mapambano kutoka ardhini. Uongozi ni uwajibikaji, si hadhi. Mwisho wa kunukuu. Alizungumza moja kwa moja juu ya kivuli cha vita vya mashujaa hodari, wakati ambapo mawasiliano kati yake na uongozi wa kijeshi yalibaki thabiti, ambapo alinukuliwa akisema kuwa makao ya Netanyahu yalilengwa kwa taarifa sahihi za kijasusi, na mashambulizi dhidi ya Tel Aviv yalikuwa uamuzi wa kisiasa uliopimwa kwa busara. Alinyamaza kwa sekunde chache, akapumua kwa kina, kisha akaongeza, uongozi wa upinzani ulionyesha nidhamu ya ajabu. Tulipiga pale ilipostahili kupigwa, na kama vita vingedumu tungeendelea bila kuyumba. Mwisho wa kumnukuu. Kwa Sheikh Naim Qasim, vita havikuwa mwisho, bali ni mwendelezo wa imani, kwani katika taarifa hiyo alisema waliamua kuchagua kulinda heshima yao, ardhi yao na sauti ya waliokandamizwa, kwani katika mwisho wa kila giza kuna nuru ya upinzani. Katika ukumbi uliojaa taa za dhahabu na bendera za mataifa zikipepea kwa fahari, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Vaidi Jarazadeh, alisimama mbele ya viongozi kutoka kote ulimwenguni, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa matumaini na dhamira thabiti. Alikuwa amesafiri kutoka Tehran hadi Hanoi, si kwa ajili ya siasa tu, bali kwa wito wa ulimwengu unaotafuta usalama katika zama za kidijitali. Kwa sauti yenye utulivu lakini yenye nguvu, Jarazadeh alianza kwa kusema, kwa niaba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, natoa shukrani zangu za dhati kwa serikali na wananchi wa Vietnam
kwa ukarimu wao wa kipekee wa maandalizi bora ya hafla hii ya kihistoria, hafla ya kutiwa saini kwa mkataba wa Hanoi dhidi ya uhalifu wa mtandao. Mwisho wa kunukuu. Alisifu pia jukumu la Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa. Amesema msaada wao umekuwa kama taa inayoongoza safari ya dunia kuelekea kwenye usalama wa kidijitali. Alizungumza kuhusu jinsi dunia ya leo iliyounganishwa kwa nyuzi zisizoonekana za mtandao inavyotoa fursa kubwa za maendeleo na ubunifu, lakini pia kivuli chake kupitia uhalifu wa mtandao unaovuka mipaka kwa kasi ya sekunde. Uhalifu huu hauheshimu mipaka, unatishia uhuru wa kitaifa, uchumi wa mataifa, miundombinu ya mijini na hata faragha ya kila mtu, alisema kiongozi huyo. Jalazadeh amesisitiza kwamba hakuna taifa linaloweza kupigana vita hivi peke yake, bali ushirikiano madhubuti wa kimataifa ndio nguzo ya kulinda amani na usalama wa kidijitali. Kwa hitimisho lenye matumaini, akaitaja mikataba ya Umoja wa Mataifa dhidi ya uhalifu wa mtandao kama hatua ya kihistoria, ambapo akisema anatamani kuona msingi wa dunia inayoelekea mustakabali wa haki, uwazi na usalama katika anga za kidijitali.